msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe ya 13 ya mwezi wa 4, Jumatatu, juma la pili la Pasaka, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 23 hadi aya ya 31, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 3 aya ya 1 hadi aya ya 8. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, somo la Injili la leo linatupatia mazungumzo ya kina kati ya Yesu na mwanadamu, ambapo Yesu anamfundisha Nikodemo juu ya hitaji la kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Mafundisho haya yanagusa kiini cha maisha ya Kikristo kwa sababu yanahusu mabadiliko ya ndani ya mwanadamu yanayofanywa na neema ya Mungu baada ya mwanadamu kuonyesha jitihada za waziwazi katika kumkaribia Mungu na neema zake. Katika imani ya kanisa Katoliki, fundisho hili haliwezi kutenganishwa na fumbo la damu azizi ya Kristo, yaani sadaka ya Kristo msalabani na ushindi wa ufufuko. Ndiyo maana mafundisho ya Gaspari Mtakatifu yanasisitiza nafasi ya pekee ya damu ya Kristo kama chanzo cha wokovu na uzima mpya. Katika mazungumzo yake na Nikodemo, Yesu anafunua ukweli kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia katika ufalme wa Mungu bila kuzaliwa kwa maji na Roho. Maneno haya yanaonyesha kuwa wokovu si suala la mzaha, bali ni tendo la Mungu linalobadilisha moyo wa mwanadamu. Nikodemo, akiwa mwalimu wa sheria, anashindwa kuelewa kwa sababu anatazama mambo kwa mtazamo wa kimwili, wakati Yesu anauzungumzia ule uhalisia wa kiroho. Katika mafundisho ya Mama Kanisa Mtakatifu, kuzaliwa huku kwa maji na Roho kunafanyika hasa katika sakramenti takatifu ya ubatizo. Katika sakramenti ya ubatizo, mwanadamu anaoshwa dhambi yake ya asili na kupewa maisha mapya ndani ya Kristo. Ubatizo si ishara tu, bali ni tendo halisi la neema linalomfanya mtu kiumbe kipya
Na hivyo basi, Injili hii inaweka msingi wa sakramenti kama njia ya Mungu kumshirikisha mwanadamu katika uzima wake wa kimungu. Mafundisho ya kuzaliwa upya hayawezi kueleweka kikamilifu bila kuizingatia sadaka ya Kristo msalabani. Hapa ndipo mafundisho ya baba yetu Gaspari Mtakatifu yanapopata nafasi yake ya pekee. Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, damu azizi ya Kristo ndiyo kiini cha ukombozi wa mwanadamu. Ni damu iliyomwagika msalabani inayotakasa dhambi na kufungua njia ya mwanadamu kupokea neema ya kuzaliwa upya, kuupokea mwanga wa Kristo. Na hivyo ndio maana katika ubatizo mshumaa wa Pasaka hutumika mara nyingi, na mishumaa ya wabatizwa huwashwa kuonyesha kuwa mwanadamu sasa anapokea neema ya kuzaliwa upya katika Kristo na mwanga wa Kristo mfufuka. Damu ya Kristo si tu ishara au alama ya mateso, bali ni alama waziwazi ya upendo wa Mungu uliofikia kilele chake. Ndani yake mwanadamu anapata utakaso, upatanisho na uzima mpya. Aidha, damu hii inaendelea kufanya kazi ndani ya kanisa kupitia fumbo takatifu la Ekaristi Takatifu, ambapo waamini hushiriki damu ya Kristo na kuimarishwa katika maisha ya neema. Mpendwa, kuzaliwa upya kunakotajwa katika Injili hii kuna msingi wake katika damu ya Kristo, kwa sababu bila sadaka ya msalaba hakuna neema ya wokovu ambayo ingeweza kumfikia mwanadamu. Zaidi ya msalaba, Injili hii pia inaeleweka kikamilifu katika mwanga wa fumbo la ufufuko. Katika imani ya Mama Kanisa Mtakatifu, wokovu si tu kuondolewa kwa dhambi, bali ni kushiriki katika maisha mapya ya Kristo aliyefufuka. Hii ndiyo maana ya kina ya Pasaka, ambapo kanisa linamwadhimisha Kristo mfufuka, linawadhimisha ushindi wa Kristo dhidi ya kifo cha dhambi. Mpendwa, katika ubatizo Mkristo anashiriki katika fumbo hili la Pasaka. Anakufa pamoja na Kristo kwa kuacha dhambi na kufufuka pamoja naye kwa kuanza maisha mapya ya neema. Hivyo kuzaliwa upya si tukio la kawaida, kwa sababu ni ushiriki halisi katika kifo na ufufuko wa Kristo. Zaidi ya hayo, ufufuko unathibitisha kuwa uzima mpya unaopokelewa katika kuzaliwa upya si wa muda mfupi, bali ni wa milele na wa daima. Ni uzima unaoanza hapa duniani, lakini unakamilika katika uzima wa milele pamoja na Mungu. Mkristo unaitwa kuishi maisha ya kuzaliwa upya kila siku. Hii ina maana ya kuacha maisha ya zamani ya dhambi na kuishi kwa Roho Mtakatifu. Ni mwaliko wa kudumu wa kuongoka na kukua katika utakatifu. Mkristo unaalikwa kuwa na ibada ya kina kwa damu azizi ya Kristo, ukitambua kuwa ndani yake kuna nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi na majaribu. Mafundisho ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo yanahimiza kuwa waamini tunatakiwa kuitegemea damu ya Kristo kama chemchemi ya rehema na matumaini. Hivyo basi, hatimaye maisha ya Mkristo yanapaswa kuakisi fumbo la ufufuko kwa kuishi kwa matumaini, furaha na ushindi wa kiroho hata katikati ya changamoto za maisha. Kwa kuhitimisha, tunafundishwa kuwa kuzaliwa upya ni sharti la kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuzaliwa huku kunatimizwa kwa neema ya Mungu kupitia sakramenti takatifu ya ubatizo, na kunapata nguvu yake katika damu azizi ya Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Aidha,
kunapata utimilifu wake katika fumbo azizi la ufufuko ambalo linatoa matumaini ya uzima wa milele. Kwa hiyo Mkristo, mimi na wewe tunaitwa si tu kuelewa mafundisho haya, bali kuyashika kwa vitendo, tukiruhusu Roho Mtakatifu atubadilishe, tukitegemea damu ya Kristo na kuishi kama watu waliofufuka pamoja na Kristo. Na hapo bila shaka ndipo injili hii itakuwa si maneno tu, bali ni maisha yetu ndani ya Kristo aliyefufuka. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Isaac Bileha wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia